Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba The Babas. Benki ya CRDB kupitia programu yake ya Imbeju imeeleza kwamba imetoa mtaji hadi hivi sasa mkopo wezeshi wa shilingi bilioni 20.25 kwa vikundi vya ujasiriamali vya wanawake, vijana na makundi maalum vipatavyo 10,500 tangu mwaka 2023 na kuwapatia elimu ya fedha pamoja na mafunzo watu wapatao milioni 1. Hayo yamebainishwa na afisa mkuu wa biashara wa CRDB Boma Rabara wakati wa ufunguzi wa semina ya vikundi vya ujasiriamali zaidi ya 130 vinatarajiwa kupata mkopo wezeshi kutoka katika benki hiyo wanaotoka katika wilaya za Arusha, Longido, Monduli, Arumeru na Karatu mkoani Arusha. Kutokana na umuhimu wake, leo tumepata fursa ya kutoa mafunzo hayo kwa wajasiriamali hapa Arusha. Jambo jema linalofuata ni uhakika kwao wote kwamba wanaweza kupata mitaji wezeshi kutoka taasisi yetu ya CRDB Bank Foundation kutegemea uimara wa biashara zao. Nadhani hapo ni eneo muhimu sana. Sisi kama benki ya CRDB na taasisi yetu tanzu ya CRDB Foundation tumejipanga kuhakikisha kwamba tunaenda kuwawezesha. Kwa hiyo mna kazi ya kuweza kusikiliza vizuri elimu itakayotolewa, na baada ya kupokea hii elimu muweze kujipanga kwa usahihi kwenye mipango kazi yenu ambayo pia mtafundishwa ili muweze kupata nafasi ya kupata pesa kwa ajili ya kuinua biashara zenu. Ili kunufaika na fursa za mitaji wezeshi tunayotoa, mjasiriamali aliye kwenye kikundi anatakiwa kuhudhuria mafunzo na kuwa na biashara. Kuwepo kwake kwenye kikundi ni kinga ya kutotakiwa kuwasilisha dhamana akihitaji mtaji wezeshi kuanzia shilingi 200,000 mpaka shilingi milioni 10. Kama mtakuwa mmenielewa vizuri, tunaepuka kuanza kusema tunahitaji muwe na dhamana zisizohamishika. Kwa hiyo tumetengeneza fursa maalum ya kuhakikisha kwamba mkikaa kwenye kikundi kwa watu mnaofahamiana, mtakuwa mna nafasi bora ya kupunguza changamoto za kushindwa kurejesha mikopo kwa wakati, na hii itakuwa ni kinga thabiti ambayo haitatuhitaji sisi kama benki au kama CRDB Bank Foundation kuwahitaji muwe na mali zisizohamishika ili muweze kunufaika na mikopo hii. Kwa hiyo tunawasihi sana kuhakikisha kwamba mnakuwa kwenye makundi ili kurahisisha muweze kupata mikopo hii. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mgeni wetu rasmi, tunaendelea kuimarisha juhudi zetu ili kuhakikisha kila mwanamke, kijana au mjasiriamali kwenye kundi maalum anapata fursa ya kuboresha maisha yake kupitia programu yetu hii ya Imbeju. Kwa pamoja tunaweza kujenga taifa lenye uchumi jumuishi na endelevu kwa wote. Tunaamini kuwa uwezeshaji wa wanawake, vijana na makundi maalum kupitia programu yetu hii inaenda kujenga taifa lenye uchumi jumuishi na endelevu kwa watu wote. Tunaamini kuwa hili linaendana na kuzingatia
dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025 inayolenga kuwa na uchumi imara unaotegemea rasilimali watu wenye ujuzi na maarifa, tunaojitahidi kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma katika safari ya maendeleo. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.